الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. दो दिन हुए अल-फज़ल इंटरनेशनल का ताज़ा शुमारा देख रहा था. Halifa mtukufu ayyadahu Allahu Ta'ala bin Aziz anasema kwamba siku mbili zilizopita nilikuwa nasoma gazeti la Al-Fazl. Katika gazeti lile ilichapwa sehemu fulani ya hutuba ya halifa wa pili, ambamo katika hutuba ile alitukumbusha katika mwaka 1937 kwamba bado maswahaba wa Sayyidina alayhi salam wapo hai. Kwa hiyo kuhusu maisha ya Sayyidina alayhi salam historia iandikwe, kwa sababu wakati utakuja kwamba kwa ajili ya kupata majibu ya mambo mengi, mambo haya yatasaidia sana, historia hii itasaidia sana. Na alitoa mfano mmoja wa sahabi moja ambaye alikuwa kijana wakati ule, kwamba yule sahabi alisema kwamba mimi nakumbuka kitu hiki tu, kwamba nilipokuwa mdogo sana, siku moja nilishika mkono wa Sayyidina alayhi salatu wasalam na niliendelea kushika mkono wake kwa muda fulani. Baada ya muda fulani Sayyidina alayhi salatu wasalam aliachana na mkono wake na akaanza kufanya kazi yake. Anaandika Sayyidina Hadhrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu kwamba yule sahabi anasema kwamba mimi nakumbuka tukio hili tu kuhusu maisha yangu nilipokutana na Sayyidina alayhi salatu wasalam. Halifa wanasema kwamba katika mambo haya madogo madogo pia matokeo makubwa yanapatikana. Kwa mfano, jambo hili ndogo linaonyesha kwamba watoto wanatakiwa waletwe katika hafla za wazee, na hii pia inapatikana kwamba wakati wa dharura Sayyidina alayhi salatu wasalam aliachana mkono wake na alianza kufanya kazi yake. Sina halifa wa pili anasema kwamba katika mambo haya madogo madogo, mambo yanayopatikana baadaye, majibu yake yanapatikana katika mambo haya. Na matukio yanayoelezwa na masahaba, katika matukio yale mafunzo yanapatikana. Kwa mfano, katika tukio hili Sayyidina alayhi salatu wasallam aliendelea kushika mkono wa huyo mtoto, lakini baadaye alipokuwa na dharura aliacha mkono wa yule mtoto na alianza kufanya kazi yake ili mtoto pia asiathirike na asione vibaya. Hazuru anasema niliendelea kueleza matukio ya maswahaba mbalimbali. Halifa wa pili pia ameandika matukio yake yaliyotokea naye au aliyoshuhudia, ameandika matukio haya. Katika hutuba zake mbalimbali aliendelea kueleza matukio haya. Katika matukio haya kuna mwongozo na nasaha na historia pia, na vile vile hulka za Sayyidina alayhi salatu wasalam pia zimeelezwa. Mambo haya yote yanaleta athari sana katika maisha yetu, na mambo haya yanaboresha maisha yetu. Mbashiri wetu moja Habibu Rahman anafanya juhudi kwamba akusanye matukio haya yote yaliyoelezwa katika hutuba mbalimbali. Azuri anasema juhudi hii ni nzuri, lakini mambo mengine bila kueleza maelezo yake hayawezi kueleweka. Kwa hiyo kwa ajili yake inatakiwa sheria fulani iwekwe, ili mradi kitabu hiki kitakapochapwa
kitabu hiki baada ya kuchapwa katika sura nzuri inategemea kwamba itakuwa nyongeza nzuri katika literature yetu, katika vitabu vyetu. Halifa mtukufu anasema sasa hivi nimechagua matukio kadhaa ya halifa wa pili aliyoeleza mwenyewe au alieleza matukio ya masahaba wengine katika hutuba zake. Katika matukio haya kuna nasaha na vile vile kuna maelezo ya mambo mbalimbali. Matukio kadhaa nitaeleza lea, sitazungumza kuhusu mada fulani, bali nimechagua matukio mbalimbali, na siku zijazo pia nitaendelea kueleza mara kwa mara matukio haya. Katika hutuba yangu naeleza matukio haya kwa sababu kwa kupitia MTA hutuba ya Ijumaa inasikilizwa sana na watu, na kama nilivyosema kwamba matukio haya yanarekebisha na yanakuwa majibu ya mambo mbalimbali, ndiyo maana naeleza katika hutuba. Kwa hivyo inatakiwa mambo haya yamfikie kila mwanajumuiya, na kwa ajili yake hutuba ni njia nzuri sana. Halifa wa pili anasema kwamba safari moja mbwa moja alikuja mlangoni mwetu na nilikuwa nimesimama pale. Uko chumbani alikuwa Sayyidina Ali sallallahu salam peke yake. Kwa kumwona yule mbwa nikamwambia tipu tipu. Sayyidina Ali sallallahu salam alitoka nje kwa hasira sana na akasema kwamba wewe huoni haya kwamba wazungu waliwapa jina la mfalme Muislamu mbwa wao, na wewe kwa nukuu unamuita mbwa kwa jina la tipu? Usiseme tena, usitumie jina hili kwa ajili ya mbwa tena katika maisha yako. Anasema halifa wa pili kwamba umri wangu ulikuwa miaka kama 8 au 9, na ilikuwa siku ya kwanza wakati nilianza kuheshimu mfalme Tipu, na nikaona kwamba juhudi ya mfalme Tipu haikwenda bure, bali Mwenyezi Mungu alibariki jina lake kiasi hiki kwamba mtume wa zama hii anamheshimu na anakuwa na ghaira kwa ajili yake. Anasema kwamba tukio hili ikiwa linatufundisha kwamba kila kitendo cha mtoto kusamehe si chini ya upole, vile vile linaonyesha kwa ghaira ya dini pia. Yule mtoto ambaye aliyechoma musawada yake iliyoandikwa kwa juhudi sana na kwa kutumia masaa mengi sana, alichoma moto musawada ule katika mara moja, na alisamehe kosa hili na hakujali shida atakayopata kwa ajili ya kuandika musawada ile tena. Tukio hili ni hivi kwamba safari fulani alifa wa pili alikuwa bado mtoto, alikuwa anacheza na watoto. Wakati alipokuwa anacheza alichoma moto msawada ya Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam aliyoandika, lakini kwa sababu ya kitendo chake hiki hakumwadhibu Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam na alimsamehe. Kwa hivyo alimsamehe kosa lake hili, lakini hakumsamehe kosa hili kwamba mfalme Muislamu afedheheshwe. Alifa wa pili anasema kwamba yule mfalme aliyekufa katika ghaira ya Islam, Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam hakupenda kwamba jina lake litajwe kwa fedheha. Katika tukio hili kuna funzo kwa ajili ya wale wanaosema kwamba Sayyidina Ali sallam alikuwa agent wa wazungu. Sayyidina Ali sallam alimheshimu mfalme Tipu kwa sababu badala ya kuwatii wazungu alipigana na wazungu kwa sababu ya ghaira ya dini. Basi kushuhudu mtu watu wakisema kwamba alikuwa agent wa wazungu si sahihi. Anasema Khalifa wa pili radhiyallahu ta'ala anhu sehemu moja kwamba kwangu hakuna mdui zaidi ya wazazi wale ambao hawazoeshi watoto wao kusali swala.
nakumbuka tukio langu moja kwamba safari moja sainam alah salam alikuwa naumwa, kwa hiyo hakuweza kwenda msikitini. Wakati ule mimi nilikuwa si katika umri wa balehe, nilikuwa bado mtoto. Nilikuwa naelekea msikitini kwa ajili ya kusali swala ya Ijumaa. Njiani nilikutana na mtu, nilikuwa na athari ya tukio hili kiasi hiki kwamba bado nakumbuka sura ya huyu mtu. Alikuwa anaitwa Muhammad Baksh na anaishi katika mji wa Kadian. Nikamuuliza kwamba unarudi, je, swala imeshaswaliwa? Akasema kwamba msikitini watu ni wengi sana, msikiti umejaa, hakuna nafasi, kwa hiyo narudi. Kwa kusikia jibu lake mimi pia nikarudi nyumbani, na kwa baada ya kuja nyumbani nikaswali swala. Kwa kuniona kwamba nasali nyumbani, sayyidina alayhi salam akaniuliza, kwa nini hukuenda msikitini kwa ajili ya kusali swala? Alifa wa pili anasema kwamba kwa fadhila za Mwenyezi Mungu nilikuwa nikimheshimu sana sayyidina alayhi salam katika utoto wangu, kutoka katika utoto wangu, na nilihisi kwamba sayyidina alayhi salam aliponiuliza alikuwa na hasira, na niliathirika sana. Kwa kumjibu nikasema kwamba nilienda msikitini, lakini kwa sababu ya kutokuwa na nafasi huko msikitini nimerudi nyumbani. Kwa kusikia jibu langu hili sayyidina alayhi salam akakaa akanyamaza. Na baada ya swala Maulwi Abdul Karim Sahab alipokuja nyumbani, swali la kwanza aliouliza sayyidina alayhi salam ilikuwa hii kwamba, je, watu walikuja wengi sana msikitini leo? Wakati ule nilipata hofu sana kwa sababu nilikuwa sikuenda msikitini. Labda yule aliyeniambia amekosea, labda mimi sikusikia vizuri jibu lake, na niliona kwa jibu lake kwamba hakuna nafasi msikitini. Nilikuwa na hofu hii kwamba ikiwa nilikosea au aliyeniambia yeye alikosea, katika hizi sura zote mbili nitalaumiwa. Kwa hiyo nikawa na hofu sana. Maulwi Abdul Karim Saheb akasema kwamba ndio huzur, leo watu walikuja wengi sana leo msikitini. Bado alifa wa pili anasema mimi sijui sababu ilikuwa nini, lakini Mwenyezi Mungu alifanya mpango kwamba Mwenyezi Mungu alisadikisha kauli yangu kwa ulimi wa Maulwi Saheb pia. Hii ilikuwa tukio moja, lakini iliacha athari kubwa sana moyoni mwangu. Hii inaonyesha kwamba sayyidina alayhi wasallam alikuwa akizingatia sana swala kwa jamaa. Kisha halifa wa pili anaeleza tukio lake la utoto wake kuhusu maandishi yake na kuhusu mafundisho yake pia. Anasema kuhusu mafundisho, halifa wa kwanza amenifanyia ihsani kubwa sana. Yeye alikuwa tabibu pia, na vile vile alikuwa akijua kwamba afya yangu hainiruhusu kwamba naendelee kusoma kitabu kwa muda mrefu. Kwa hiyo alikuwa na desturi hii kwamba alikuwa akinikalisha karibu naye, na alikuwa akisema kwamba mimi nasoma, wewe uendelee kusikia. Sababu yake ilikuwa hii kwamba katika utoto wangu jicho langu moja liliharibika, na kwa miaka 4 macho yangu yaliendelea kuharibika na kuumwa, na madaktari walisema kwamba mimi nitakosa kuona kwa sababu ya maradhi ile. Kwa hiyo sayyidina alayhi salam alianza kufanya maombi kwa ajili ya maradhi yangu ile, na pamoja na hii alianza kufunga saumu. Mimi sikumbuki vizuri alifunga saumu ngapi, labda alifunga saumu 3 au 7. Siku ya saumu ya mwisho alipokuwa karibu kufuturu, na alipoweka kitu kwa ajili ya kitu mdomoni kwa ajili ya kufuturu saumu yake, wakati ule nikafungua macho yangu na nikasema kwamba nimeanza kuona. Lakini athari ya maradhi yake ilikuwa hii kwamba nilikuwa siwezi kuona katika jicho langu moja la kushoto. Mimi naweza kuona njia, lakini siwezi kusoma kitabu. Ikiwa mtu amekaa mbele yangu kama futi 3-4, ikiwa namjua basi naweza kumtambua, lakini kama mtu ambaye simjui amekaa mbele yangu siwezi kumtambua yeye ni nani. Jicho langu upande wa kulia tu linaona, lakini jicho lile pia lilipata maradhi kiasi kwamba nilikuwa si lali kwa siku kadhaa. Sayyidina alayhi salam aliwaambia walimu kwamba atasoma sawa na hiari yake na sawa na hali yake. Halifa mtukufu anasema angalieni kwamba Mwenyezi Mungu aliyetoa bishara kuhusu halifa wa pili kwamba atajazwa na elimu
amejazwa na elimu kiasi hiki kwamba aliandika halifa wa pili kwamba amesoma vitabu malaki na malaki. sainam alah salam limradi aliwaambia walimu kwamba ikiwa huyu mtoto hataki kusoma asilazimishwe, kwa sababu afya yake haimruhusu kwamba asome sana. sainam alah salatu wassalam alikuwa akiniambia mara kwa mara kwamba usome tafsiri ya Qur'ani tukufu na Bukhari kutoka kwa halifa wa kwanza. Pamoja na hii alisema hii pia sainam alah salam kwamba usome kuhusu matibabu pia, kwa sababu hii ni fani yetu ya familia yetu. Master Fakirullah Saheb ambaye alijiunga na jumuiya wakati fulani aliacha jumuiya, yeye alikuwa mwalimu wa hisabu na alikuwa akitumia bodi kwa ajili ya kuwafundisha watoto, lakini ilikuwa siwezi kuona kwa sababu ya maradhi ya macho, kwa sababu bodi ilikuwa mbali sana na nilikuwa siwezi kuona bodi ile. Kisha nilikuwa siwezi kuona kwenye bodi kwa muda mrefu kwa sababu nilikuwa nikichoka. Kwa hiyo nikiona kwamba kukaa kwenye klasi ni bure, ni sawa sawa na kupoteza muda. Kwa hiyo ni bara wakati nilikuwa nikienda shuleni, mara nilikuwa siendi shuleni. Kwa hiyo Master Fakirullah Saheb siku moja akaleta mashitaka kuhusu mimi mbele ya sainam alah salatu wasalam kwamba huyu hasomi, baadhi wakati anakuja shuleni na baadhi wakati haji. Bado nakumbuka kwamba Master Saheb alipoleta malalamiko haya, mashtaka haya kwa sainam alah salatu wasalam, niliogopa na nilijifichika kwamba labda sainam alah salam atakasirika. sainam alah salam aliposikia mashtaka ya Master Saheb akasema kwamba mimi nakushukuru kwamba una mwangalia mtoto wangu, na nimefurahi kwa kusikia kwamba huyu mtoto wangu mara kwa mara anaenda shuleni, lakini sawa na maoni yangu yeye hawezi kusoma shuleni. Kisha kwa kufanya tabasamu akasema kwamba sitamfungulia duka la vifaa kwamba ajifunze hisabu, hata kama yeye hajui hisabu mimi sijali. Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake walijifunza hisabu gani? Ikiwa yeye anapenda kwenda shuleni aende, pengine ikiwa hapendi asiende. Halifa mtukufu anasema kwamba halifa wa pili alikuwa na hesabu ya aina hii kwamba baadaye alikuwa akifanya hesabu ya malaki na malaki katika hutuba zake mara moja. Almuradi anasema halifa wa pili kwamba Master Saheb kwa kusikia majibu ya sainam alah salam akarudi, na mimi baadaye nikaanza kufanya hivi kwamba nikaacha kwenda shuleni. Nilikuwa nikienda mara moja mara mbili kwa mwezi. Ilmuradi katika hali hii nilipata mafundisho yangu ya shule ya msingi, na mimi nilikuwa siwezi kusoma kwa sababu katika utoto wangu pamoja na maradhi ya macho nilikuwa na maradhi ya ini, na miezi 6 nilikuwa nikipata maji ya dengu daria na vile vile maji ya sukuma wiki. Halifa mtukufu anasema hii ni dawa ya maradhi ya ini, na pamoja na haya nilikuwa na maradhi ya pancreas pia, na pamoja na hii nilikuwa nikipata homa. Nilikuwa ikibaki miezi 6. Kuhusu mafundisho yangu, wazee walioamua kwamba nisome sawa na uwezo wangu. Hii inaweza kuonyesha kwamba hali yangu ya mafundisho yangu yatakuwaje. Siku moja Mir Muhammad Ismail Saheb akachukua imtihani ya maandishi yangu. Mimi siandiki maandishi mzuri, wakati ule maandishi yangu yalikuwa mbaya sana. Alipochukua mtihani nikaandika maandiko kadhaa, hakuweza kusoma maandishi yangu na alikuwa akipata ghadhabu, hasira haraka. Kwa hiyo akamwendea sainam alah salatu wassalam, na wakati ule nilikuwa nyumbani na nilikuwa nikimwogopa sana. Alipomwendea sainam alah salatu wassalam kwa kupeleka malalamiko na mashitaka ya maandishi yangu, na akamwambia sainam alah salatu wassalam kwamba hujali kuhusu mafundisho ya Mahmud, nimechukua imtihani yake ya maandishi, hakuna yote anayeweza kusoma maandishi yake. Kisha akasema kwa hasira kwamba hujali kuhusu mafundisho ya mtoto wako na umri wake unaendelea
kupotea bure. Na sainam alah salatu wassalam kwa kumsikia mir muhammad ismail saheb akasema mwiteni halifa wa kwanza, na alikuwa akimuita halifa wa kwanza katika hali hii. Halifa wa kwanza akaja na akainama kichwa chake na akasimama upande mmoja, na alikuwa akifanya hivi kila wakati alipokuwa akiitwa na sainam alah salam. sainam alah salam akasema kwamba nimekuita kwa ajili ya hii kwamba mir saheb anasema kwamba maandishi yake hayawezi kusomwa, kwa hiyo nataka tufanye imtihani yake. Kwa kusema hii sainam alah salam akaandika kidogo na akanipatia niandike mimi nikaanza kunakuu na kuandika maandishi aliyoandika sainam alah salatu wassalam. maandiko yale yalikuwa madogo sana na nilikuwa na nukuu, kwa hiyo nikaandika polepole yale maandishi na nikaandika alif na ba kwa uangalifu sana. sainam alah salam alipoona maandishi yangu yale akasema kwamba nilikuwa na wasiwasi sana kwa mashitaka ya mir saheb, lakini maandishi ya huyu mtoto yanafanana na maandishi yangu. halifa wa kwanza akasema kwamba mir saheb anapata hasira bure, pengine maandishi ya mahmud ni mzuri. halifa wa pili anasema kwamba baada ya kufariki wa sainam alah salatu wassalam, halifa wa kwanza alisema kwamba usome bukhari nzima kwangu, kwa sababu nilimwambia kwamba sainam alah salam alikuwa akiniambia kwamba usome Qur'an tukufu na Bukhari kutoka kwa Maulvi Sahib, ni halifa wa kwanza. Kwa hiyo katika maisha ya sainam alah salatu wasalam nilianza kusoma Qur'an tukufu na Bukhari kutoka kwa halifa wa kwanza. vile vile sawa na agizo la sainam alah salatu wasalam nilianza kusoma kuhusu matibabu pia kutoka kwa halifa wa kwanza. kisha halifa wa pili alipoanzisha gazeti litwalo Tashhizul Azhan. kuhusu gazeti hili, wakati lilipoanzishwa, halifa wa pili anaandika kwamba wakati mwanzoni kwa kushirikiana na marafiki kadhaa nilianzisha gazeti la Tashhizul Azhan kwa ajili ya kueleza umuhimu wake. makala niliyoandika katika Tashhizul Azhan, makala ule ulipochapwa, halifa wa kwanza alisifu makala ule mbele ya sainam alah salatu wassalam, na halifa wa kwanza alisema kwamba inatakiwa sainam alah salam asome makala ile. kwa hiyo sainam alah salam alisema kwamba gazeti lile liletwe miskitini. bana Chaudhry Muhammad Ali Saheb alimsomea makala ule na sainam alah salam alisifu. baadaye nilipokutana na halifa wa kwanza alisema kwamba makala yako ulikuwa mzuri sana, lakini mimi sikufurahi sana, na akasema kwamba kuna mfano mmoja mashuhuri katika nchi yetu kwamba ngamia ni 40 na doda 42. nilikuwa sijui lugha ya Kipanjabi, kwa sikuelewa mfano ule. kwa kuona athari ya kunishangaa akasema kwamba halifa wa kwanza kwamba katika nchi yetu kuna mfano mmoja kwamba mtu mmoja alikuwa anauza ngamia, pamoja na ngamia alikuwa mtoto wake ambaye anaitwa Toda. mtu mmoja akauliza bei ya ngamia, yule mtu akasema kwamba bei ya ngamia ni rupia 40, lakini Toda bei yake ni 42. yule mtu akasema hii ni nini? akasema kwamba Toda ni ngamia na vile vile ni mtoto pia. kwa hiyo akasema halifa wa kwanza kwamba mbele yako kuna kitabu cha sainam alah salatu wassalam kiitwacho Barahini Ahmadia. wakati alipoandika Barahini Ahmadia, sainam alah salam alikuwa hana vitabu, na nilikuwa nategemea kwamba wewe utaandika mkala nzuri kwa kupitia kitabu cha Barahini Ahmadia. halifa wa pili anasema kwamba mtu hawezi kuandika maandiko bora zaidi kuliko maandiko ya manabii, lakini maana yake ni kwamba anaweza kuandika kwa kupitia hazina inayoandikwa katika vitabu vya manabii, na hivi watu wanaweza kupata baraka na mataifa yanaweza kupata baraka kwa kupitia maandiko ya manabii. lakini huzur anasema kwamba mtu anatakiwa aige mfano katika mambo mema, si maana yake kwamba mwizi na mtoto wake pia awe mwizi.
kuhusu azma na heshima ya Qur'an tukufu anaandika halifa wa pili kwamba mimi nakumbuka ujahili wangu wa utoto wangu nilipokuwa mtoto. Katika hafla za Sinam alayhi salatu wasalam maadui walikuwa wakija na walikuwa wakileta shutuma dhidi ya Sinam alayhi salatu wasalam na alikuwa akiwajibu kwa upole sana. Baadhi wakati nilikuwa nikihisi kwamba labda Sinam alayhi salam hakuweza kupambana na wale maadui, lakini maadui walipokuwa wakizidi katika uadui, wakati ule ilionekana kwamba nguvu imeshuka kutoka mbinguni, na alikuwa akijibu katika hali hii kwamba hakuna yeyote aliyekuwa akizungumza mbele yake. Siku hizi pia hali ya aina hii inapatikana kwamba mtu akileta shutuma dhidi ya Qur'ani tukufu, mashekhe wanasema kwamba mnyamaze, usizungumze kuhusu shutuma hii, pengine imani yako itapotea. Yani wanasema kwamba ikiwa hukuelewa masala fulani usizungumze sana, pengine imani yako itaharibika. dhidi yake ilitakiwa iwe hivi kwamba shutuma zinazoletwa majibu yake yatolewe hivi kwamba maadui pia waweze kukubali, na badala ya kusema kwamba usizungumze kuhusu masala hii. Nimesikia mara chungu mzima kutoka kwa Sayyidina alayhi salatu wassalam kwamba ikiwa duniani watu wote wangekuwa sawa na Hazrat Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kulikuwa hakuna haja ya kuleta Qur'ani tukufu kubwa kiasi hiki. Bei ya bismillah ingetosha. Maarifa yote iliyoshuka katika Qur'ani tukufu ni kwa sababu ya Abu Jahel. Wasingepatikana watu sawa na Abu Jahel, kulikuwa hakuna haja ya kuteremsha Qur'ani tukufu kiasi hiki, kwa sababu kadiri shutuma zikiletwa dhidi ya Qur'ani tukufu sawa na shutuma zile, sifa za Qur'ani tukufu zitaonekana. Basi kuwa na hofu hii kwamba ikiletwa jibu shutuma hii jibu lake litatolewa namna gani. Hii ni wazo la shetani. Je, sisi tutalinda Qur'ani tukufu au Mwenyezi Mungu mwenyewe atalinda Qur'ani tukufu? Yale mafundisho yanayotaka ulinzi wa wanadamu, yale mafundisho si sahihi, si mafundisho ya kweli. Qur'ani yetu ni ile ambayo haihitaji ulinzi wa wanadamu, bali Mwenyezi Mungu mwenyewe analinda Qur'ani ile, na shutuma inayoletwa dhidi yake Mungu mwenyewe anafuta shutuma ile. Qur'ani tukufu ni aina hii. Kisha namna gani tunatakiwa tuchunguze nafsi yetu kwamba kuna tukio la Sayyidina alayhi salatu wassalam kwamba katika mtaa wa Lahori mtu mmoja akamfukuza Sayyidina alayhi salatu wassalam na akaanguka, na kwa sababu ya hii masahaba wakapata hasira, walikuwa karibu kumpiga yule mtu aliyemfukuza. Lakini Sayyidina alayhi salam akasema kwamba huyu amefanya hivi kwa sababu ya madai ya ukweli, kwa sababu manabii hawazungumzi kwa ajili ya nafsi zao, bali wao wanazungumza kwa ajili ya kuthibitisha heshima ya Mwenyezi Mungu. Kwa wao hawatendei kama watu wa kawaida. Inakuwa tofauti kubwa sana baina yao na baina ya watu wa kawaida. Manabii wanafanya kila kazi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na watu wa kawaida wanafanya kazi kwa ajili ya nafsi zao. Kisha anasema alifa wa pili kwamba Sayyidina alayhi salam alikuwa akieleza tukio la Hazrat Muawiya kwamba safari fulani alikosa sala ya alfajiri. Kwa sababu yeye hakuanguka chini, bali alipata maendeleo katika kiroho. Yule ambaye anahisi dhambi yake anapata maendeleo, na yule ambaye hahisi dhambi yake anakuwa katika maasi. Mtu anatakiwa afikirie kuhusu njia iliongoka. Anatakiwa ajue kwamba anaweza kuwa katika ulinzi wa Mwenyezi Mungu wakati anaposikia kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Basi mwanadamu anatakiwa aendelee kuchunguza nafsi yake. Kwa ajili ya mtu wa aina hii njia za kiroho zinafunguliwa. Yule ambaye hafanyi hivi njia zake zinafungwa na anapotea. Hazuru anasema kwamba jumuiya ya Mwenyezi Mungu inapingwa, nabii pia anapingwa, kisha maendeleo yanapatikana. Kuhusu hii khalifa wa pili anaandika kwamba tulimsikia Sayyidina alayhi salatu wasallam mara chungu mzima alikuwa akisema kwamba wakati maadui wanatutukana na wanatupinga, tunategemea kwamba miongoni wa hawa wenye roho safi watakuja upande wetu.
lakini wale ambao hawatukani na hawafanyi hawaleti upinzani wanakaa kimya, basi tunaudhika kwa sababu ya hii. Sayyidina alayhi salatu wasalam alikuwa akisema kwamba mfano wa nabii ni mfano wa yule mzee mwanamke ambaye alikuwa mwenda wazimu na watoto wa mji walikuwa wakimsumbua na alikuwa akiwatukana. Hatimaye wazazi wa watoto wakasema watoto wanatakiwa wazuiliwe wasimsumbue, wakamwafundisha watoto, lakini watoto walikuwa watoto, kwa hiyo hawakufaulu katika hila zao hii. Hatimaye wazazi wakaamua kwamba watoto wasiruhusiwe kutoka nje na milango zifungwe, kwa hiyo wakaanza kufanya hivi, na siku 2-3 hawakuruhusu watoto watoke nje. Yule mwanamke mzee alipoona kwamba watoto hawamsumbui, alikuwa akienda kila nyumba na alikuwa akisema kwamba mtoto wako ameenda wapi? Je, ameumwa na nyoka? Je, amekufa na diarrhea? Je, umeme umeanguka juu yake? Kwa hiyo alikuwa akienda kila mlango na alikuwa akiwatukana watu hivi, na watu wakaona kwamba huyu mzee ameanza kutukana zaidi, kwa hiyo haina haja ya kuwazuia watoto, kwa hiyo wakawaacha watoto watoke nje. Halifa wa pili anasema kwamba Sayyidina Mlasama alikuwa akisema kwamba wakati anapopata upinzani mkali anaudhika, na wakati wapinzani wanapokaa kimya yeye anaudhika, kwa sababu ikiwa upinzani hawaleti upinzani watu hawaelekei upande wa nabii, lakini upande wa nabii kila wakati maombi yanatoka, yeye haleti upinzani. Lakini wapinzani wanapoleta upinzani inafanya maombi kwa ajili yao na ili wao wapokee mwongozo na haki. Halifa wa pili radhiallahu ta'ala anhu kwa kueleza kwamba upinzani ni njia ya maendeleo anasema kwamba safari moja sheikh moja alimjia Sayyidina alayhi salatu wasalam, alikuwa shairi na vile vile alikuwa maandishi mzuri. Nawab Sahib Rampur alimpatia jukumu la kuandika lugha ya adabu. Akasema kwamba kwa Nawab Sahib kuna Musawadat wa Minai Sahib aliandika lugha ya Kiurdu, lakini alikuwa bado hajakamilisha kwamba Nawab Sahib alifariki. Nawab Sahib Rampur amenipatia mimi na ameniambia kwamba mimi nikamilishe ile kazi iliyobaki. Sayyidina alayhi salatu wasalam akamuuliza kwamba katika Rampur sisi tunapingwa sana na wewe ni mwenyeji wa kule, namna gani umefanya bayat? Yeye akasema kwamba mtu mmoja alinipatia kitabu kitwacho Duresmin, mimi mwenyewe ni shairi, nimesoma shairi lako, kwa hiyo niliathirika sana, kwa sababu katika shairi lako mapenzi ya Mtume sallam yamejaa sana. Safari fulani Maulana Sanaullah alitujia na alitoa hutuba. Katika hutuba yake alisema kwamba Mirza Sahib ni mdui wa Islam na anamfedhesha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kusikia hutuba yake nikaona kwamba Mirza Sahib ni mkweli, pengine Mirza Sahib alikuwa hana haja ya kusema uongo dhidi yako kiasi hiki. Yule mtu ambaye ana mapenzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kiasi hiki kwamba katika shairi lake mapenzi haya yanaonekana kuhusu huyu mtu, huyu Maulwi Sinaula anasema kwamba huyu ni mdui wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, bila shaka huyu shekhe ni muongo na yule ambaye amelaumiwa ni mkweli. Pengine kulikuwa hakuna haja ya kutoa dalili ya kuthibitisha uongo wake. Pengine angesema hivi kwamba Mirza Sahib ameeleza mapenzi ya Mtume na Mwenyezi Mungu lakini ni muongo, lakini kinyume chake anasema kwamba huyu mtu anamfedhehesha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nilisikia hutuba yake na nikahisi kwamba Mirza Sahib ni mkweli katika madai yake, kwa hiyo nikawa tayari kufanya baiati yako. Inatokea hivi kwamba maadui wanafanya juhudi watu walete upinzani dhidi ya manabii, lakini baadhi wakati kauli yao inakuwa inasaidia kumpokea nabii wa Mwenyezi Mungu. Vile vile alifa mtukufu anasema kwamba alifa wa pili ameeleza tukio moja kwamba katika wilaya ya Gujarat kuna kijiji kimoja ambapo wakati wa Sayyidina alayhi salatu wasalam ndugu kadhaa walikuwa wakiishi, walikuwa na imani sana. Wakati ule nilikuwa mtoto, lakini nakumbuka kwamba wale ndugu
walikuwa wakimjia sayyidina alayhi salatu wassalam kwa shauku sana na kwa mapenzi sana. sayyidina ahmad alayhi salatu wassalam alikuwa na shemeji yake moja, yani ndugu wa mke wake aitwaye Ali Sher. alikuwa ndugu wa mke wa kwanza. kwa sababu ya amri ya Mwenyezi Mungu sayyidina alayhi salam alimuoa mke wa pili. kwa hiyo mjamaa wa mke wa kwanza walileta uadui dhidi ya sayyidina alayhi salam. mke wa kwanza sayyidina alayhi salam alikuwa mwanamke mwema sana, alikuwa akitupenda sana, hata alikuwa akitupenda zaidi ya mama yetu katika utoto wetu. Hazur anasema, watu wanasema kwamba mke wa kwanza aliachwa, kulikuwa hakuna uhusiano naye, si sahihi. dada yetu alipofariki siku ile, kwa sababu ya bishara ya Muhammadi Begum, jamaa wa Sayyidina al-Islam walikuwa maadui, walichapa tangazo. kwa hiyo mlango ulikuwa unafunguka katika nyumba ya mke wa kwanza. wakati ule dada yetu alipokuwa na umwa sana na alikuwa na marazi, kwa sababu marazi alikuwa analia sana, na alikuwa anasema mara kwa mara kwamba tafadhali muiteni mama mkubwa. kwa hiyo Sayyidina al-Islam alimuita mke wake wa kwanza, na baada ya kuja aliposhika mkono wa Ismat bibi dada yetu alitulia sana, na hivi alifariki. na mama mkubwa alikuwa akipenda sana watoto wote wa mke wa pili wa Sayyidina al-Islam, ilikuwa akiwa akimpenda sana Sayyidina al-Islam, na alikuwa akimheshimu sana, na alikuwa hakubali kusikia neno dhidi ya Sayyidina al-Islam. lakini ndugu yake Ali Sher alikuwa mdui wa Sayyidina al-Islam, na alikuwa akiwapoteza watu. alikuwa akija Kadian, alikuwa akisema kwamba mimi ni ndugu yake, najua kwamba huyu si mkweli, bali amefungua duka kwa ajili ya kupata hela, na hivi anawapoteza watu ambao hawana imani. na watu walikuwa wakipotea kwa sababu ya kusikia maneno ya huyu bwana Ali Sher. wale ndugu watano walikuwa wakiishi pale Gujarat. siku moja wakaja Kadian. wakati ule Bashti Makra ilikuwa bado haikujengwa. wakati ule watu walikuwa wakija Kadian, walikuwa wakienda kuzuru msikiti wa Mubarak, walikuwa wakienda katika hafla ya Sayyidina al-Islam, au walikuwa wakienda katika bustani ya babu yetu. na watu walikuwa wakifikiria kwamba kwa sababu ni bustani ya baba wa Sayyidina al-Islam, hii pia ni yenye baraka. katikati ya bustani ile ilikuwa mtaa fulani, na kabla ya kujenga mtaa kule, ardhi ile ilikuwa miliki ya bwana Ali Sher. ye alikuwa akishika fimbo na alikuwa na ndevu ndefu, na alikuwa mdui wa jumuiya, na alikuwa akitafuta nafasi, maana jumuiya yote hapatikani, ili aweze kumpoteza. safari moja hawa ndugu watano wakaja Kadiana, wakaenda kwa ajili ya kuangalia bustani. kaka yao moja alienda mbele ya ndugu wengine. Ali Sher akawaona na akatambua kwamba hawa wametoka kutoka nje, ni wageni hapa. akamuita yule kaka yao, na Mirza Sher Ali akamuuliza kwamba umekuja vipi hapa. wale ndugu wakasema kwamba tumesikia kwamba Mirza amedai kuwa Imam Mahdi, tumekuja kwa ajili ya kumzuru yeye na kumuona yeye, na inaonekana kwamba yeye ni mkweli katika madai yake. yule akasema kwamba nyinyi mmedanganywa naye namna gani? Ninyi hamjui kwamba huyu ameanzisha biashara kwa ajili ya kupata hela? Huyu ni ndugu yangu, namjua hali yake vizuri. Nyinyi mmekuja kutoka nje, nyinyi hamjui hali yake ikoje. kwa hiyo msidanganywe na yeye. wale ndugu kwa kumsikia yule Ali Sher wakamwendea na wakasema kwamba tupeane mkono. yule Sher Ali akaona kwamba huyu ameathirika kwa sababu ya nasaha yangu,
kwa sababu alikuwa na tabia hii kwamba alikuwa akizungumza na alikuwa akisema subhana na alhamdulillah. kwa hiyo Sher Ali akapiana mkono kwa shauku sana na akaona kwamba yeye amepoteza kaka moja au ndugu moja wa hawa ndugu. kwa hiyo huyu kaka akashika mkono kwa nguvu na akaanza kuwaita ndugu zake pia, wengine walikuwa nyuma. Alifa wa pili anasema kwamba mjomba wangu akaona kwamba labda huyu ameathirika na anawaita ndugu zake kwamba yoyote ninayosema ni sahihi. kwa hiyo akafurahi sana kwamba leo mimi nimefaulu katika hila zangu. Lakini hawa wote walipokuja karibu na huyu bwana kaka wa hawa ndugu akasema kwamba tulikuwa tukisoma katika Qur'an tukufu kwamba duniani kuna shetani na alikuwa hapatikani duniani. Leo kwa bahati nzuri sisi tumempata huyu shetani ambaye anatupoteza. Kisha anasema Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu kwamba hakuna shaka ndani yake kwamba fadhila za Mwenyezi Mungu zinafanana na mto. Tukichukua tone moja katika mto hawathiriki, lakini mtu ni mwenye bahati mbaya kiasi hiki kwamba yeye mwenyewe anaenda mbali na neema za Mwenyezi Mungu. Na wakati mtume anapokuja kutoka kwa Mwenyezi Mungu, watu wanaanza kumfedhehesha na kumkataa. Kisha anaandika kwamba wazazi wa Hazrat Baba Nanak pia walikuwa wakimfedhehesha sana. Walikuwa wakisema kwamba huyu ameharibu biashara yetu na huyu mtoto hafanyi kazi yoyote. Lakini wazazi wake wangepata uhai tena na waje hapa duniani tena, wataona kwamba yule mtoto ambaye alifedheheshwa nao, wako watu malaki ambao wako tayari kutoa nafsi zao kwa ajili ya huyu Guru Nanak. Hazuru anasema hii ndiyo ni hali ya watu kwamba kwa ujahili wao wanaona kwamba huyu ni mtu mdogo ambaye amedai kuwa nabii, tukimpokea tutafaidika nini? Lakini Mwenyezi Mungu anatuma watu wa aina hii ambao wanaonekana ni watu wadogo, lakini baadaye watu wanapatikana wanakuwa watu tayari kutoa nafsi zao kwa ajili yake. Vile vile katika Qadian Mwenyezi Mungu alimtuma Sayyidina alayhi salatu wasalam. Katika Qadian kuliko hakuna gari ya moshi wala posta wala shule. Sayyidina alayhi salatu wasalam pia alikuwa hana heshima ya dunia. Kwa kidhahiri mafundisho alipata yalikuwa mafundisho ya chini. Alipodai kuwa masihi, watu wakaanza kupiga kelele kwamba nauzbila, huyu mtu ni mjahili, hawezi kuwa masihi na mahdi. Kisha watu walikuwa kisema kwamba katika mji huu mdogo nabii anawezaje kuja? Ikiwa nabii angekuja, alipangwa aje basi angekuja katika Lahore Amritsar. Ili mradi watu walianza kumpinga, na watu waliokuwa wakija Qadian kwa ajili ya kumuona wao pia walizuiliwa. Ikiwa wakija walikuwa wakisumbuliwa sana. Lakini katika hali hizi zote Sayyidina Al-Islam alipata ufunuo kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwamba mwenyeji alikuja duniani lakini dunia haikumpokea, lakini Mwenyezi Mungu atampokea na kwa mashambulio makubwa atathibitisha ukweli wake. Alipata ufunuo huu wakati ule kulikuwa hakuna hata mtu mmoja ambaye alikuwa anamjua, na wakati ule alipata ufunuo huu pia kwamba nitafikisha ujumbe wako katika kila pembe ya dunia. Wakati ule upinzani ilikuwa ya aina hii kwamba alikuwa mtu mmoja aitwaye Pira, alikuwa mtumishi wa Sayyidina alayhi salatu wasalam. Alikuwa mjinga kiasi hiki kwamba alikuwa akichanganya mafuta ya taa katika mchuzi na alikuwa akila. Na baadhi wakati Sayyidina alayhi salam alikuwa akimtuma Batala kwa ajili ya kazi. Siku moja alitumwa Batala, kule alikutana na Mwalimu Muhammad Hussain Batalwi aliyekuwa kiongozi wa al-Hadith, na alikuwa anaaminiwa kwamba ni shekhe mkubwa sana. Kazi yake ilikuwa hii kwamba kila mtu alikuwa akija kutoka Batala kuelekea Qadiana alikuwa akimwambia kwamba Mirza Sahib amefungua duka, si mkweli, kwa nini unaenda Qadian? Lakini kuwa na hali hii watu walikuwa wakija Qadian. Siku ile Maulvi Sahib hakupata mtu mwingine yoyote, akakutana na Pira. Akamwambia Pira kwamba Pira, wewe hutakiwi ukae na huyu mtu Mirza Sahib, kwa nini unaharibu imani yako? Huyu mtu hakuweza kumuelewa shekhe, lakini alielewa kitu hiki kwamba hutakiwi ukae na Mirza Sahib.
huyu Maulvi Sheikh alipomaliza mazungumzo yake, huyu pira akasema kwamba Maulvi Sahib, mimi ni mjinga mjahili, mimi siwezi kuelewa maneno yako, lakini mimi nimeelewa kitu kimoja kwamba Mirza Sahib ni mtu mbaya, lakini najua kitu kimoja kwamba wewe kila siku unatembea katika mji wa Batala, unawaambia watu kwamba wao wasiende Qadian, na watu wanaokuja kutoka maeneo mengine unawazuia wale watu pia na unawapoteza. Lakini mimi naona wazi wazi kwamba Mwenyezi Mungu yupo pamoja na Mirza Sahib, si pamoja nawe, kwa sababu kwa kuwa na juhudi yako hii watu mamia wanaenda Qadian kwa miguu na wanampokea Mirza Sahib, lakini hakuna mtu hata mmoja ambaye anakuja kwako. Huzuri anasema kwamba watu wanakuja kutoka kwa Mwenyezi Mungu wanaonekana ni watu wadogo, na vile vile ilifikiriwa kuhusu Sayyidina alayhi salatu wasalam pia, lakini leo tunaona kwamba jumuiya yetu imeenea kila pembe ya dunia. Wakati wa Sayyidina alayhi salatu wasalam katika jalsa salana ya mwisho watu 700 walihudhuria jalsa salana, na halifa wa pili katika hutuba yake ya Ijumaa anasema kwamba watu takriban 1400 wapo hapa misikitini. Na halifa mtukufu yadahullah taala bin Aziz anasema kwamba hata leo pia watu labda 1500 au 6 wamekaa msikiti huu na wanasikiliza hutuba yangu. Halifa wa pili anasema mataifa yote yalileta kelele na upinzani dhidi ya Sayyidina alayhi salatu wasalam, lakini kwa kuwa na upinzani huu katika India jumuiya ilipata maendeleo, na katika nchi zingine pia jumuiya yetu ilipatikana. Siku hizi mission zetu zinapatikana katika nchi mbalimbali kama Marekani, China, Japan, Java, Sumatra, na katika nchi za Ulaya mission zetu zimefunguliwa na kazi ya mahubiri inaendelea. Watu wa Afrika pia wanapata mafundisho, watu wa Marekani na Ulaya pia wanaendelea kujiunga na kusilimu. Sababu yake ni hii kwamba kwa kumpitia nabii wake Mwenyezi Mungu ameleta imani mpya mioyoni mwetu. Kisha anasema alifa wa pili radhiyallahu ta'ala anhu kwamba Shahzad Abdul Latif pia alikuwa miongoni mwa watu wa aina hii ambao kwa kusikia madai ya Sayyidina alayhi wasallam alifika Qadian. Alitoka kwa ajili ya haji, lakini kwa kusikia madai ya Sayyidina alayhi wasallam alienda Qadian na akafanya bayat. Baada ya bayat aliporudi nyumbani, wenyeji wa Afghanistan walimpiga mawe mpaka alifariki. Hii yote ilikuwa sababu ya hii kwamba aliwahi kufanya bayat ya Sayyidina alayhi salatu wasalam. Watu walijaribu kwamba abadilishe imani yake, lakini hakukubali kwa sababu alijishajua ukweli ni nini. Hatimaye mfalme alitoa amri na alipigwa mawe, lakini hakuleta malalamiko ya aina yoyote. Kabla ya kupiga mawe, waziri moja alikuja kwake na alisema kwamba utkatae kwa ulimi wako, lakini hakukubali. Aliuawa, na baada ya kuuawa kwake diarrhea ilienea katika Afghanistan na watu wengi walikufa kwa sababu ya adhabu ile. Vile vile wakati watu walipoleta upinzani dhidi ya Sayyidina alayhi salatu wasallam, Mwenyezi Mungu alimwambia kwamba tauni itaenea nchini, na hivyo ndivyo ilitokea. Watu maelfu walikufa kwa sababu ya maradhi ile, na nishani ile ya tauni ilikuwa kwa ajili ya ukweli wa Sayyidina alayhi salatu wasallam. Katika hali hii pia Sayyidina alayhi salatu wasallam alifanya maombi sana ili adhabu hii iondolewe, na alifanya maombi kiasi hiki kwamba Maulvi Abdul Karim Sahib alikuwa akiishi juu ya msikiti. Anasema siku moja alisikia kwamba mtu mmoja analia, na alikuwa analia sana kama mama na mwanamke analia wakati wa kuzaa mtoto. Nilipokuja chini nikaona kwamba Sayyidina alayhi salatu wasallam alikuwa anafanya maombi kwa kulia mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba ee Mola wangu, ikiwa hawa watu wote wakifa, ni nani atakayeniamini? Tauni hii ilikuja kwa ajili ya kuthibitisha ukweli Sayyidina alayhi salatu wasallam, lakini rehema ilipatikana katika moyo wa Sayyidina alayhi salatu wasallam. Hii inakuwa hali ya manabii wa Mwenyezi Mungu. Halifa mtukufu anasema kwamba Mwenyezi Mungu alete ghaira ya dini katika moyo kila mwanajumuiya, na aongeze katika kujenga uhusiano wake, na kwa ajili ya kusalimisha ubinadamu tuwe na tabia ya kufanya maombi, na tuweze kutanguliza unyenyekevu wetu juu ya kibri, na atuendeshe katika njia zake za ridha.
na kwa ajili ya kusambaza kazi ya sinam alah sala salam tuweze kutimiza jukumu letu na tuweze kufanya tusema kauli ile kwayo sinam alah salatu wassalam alisihi na alitegemea kwamba wafuasi wake waseme amin. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illa Allah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ibadallah rahimakumullah, inna Allaha ya'muru bil-'adli wal-ihsani wa ita'i dhil-qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal-munkari wal-baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.